Katika sehemu ya 6 ya kitabu hiki cha makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, hapa tunakutana na kosa la 6. Kosa lenyewe ni jitihada zinazolenga kuwaridhisha au kuwatosheleza watu. Mtunzi na mwandishi Nashon Elia anasema maisha hayatakuwa yako tena ikiwa utafuata kila wanachokisema wengine. Haupaswi kudhibitiwa na matakwa ya watu wengine. Yale unayoyapokea kutoka kwa watu ni maoni tu, ambayo kabla ya kuamua kukubaliana nayo au kuyakataa, ni lazima usikilize moyo wako unasema nini. Jaribu kufikiria wema wa Yesu kwa wanadamu. Jaribu kufikiria jinsi Yesu alivyojitoa kwa ajili yetu sisi wanadamu, jinsi alivyowahudumia wanadamu, jinsi alivyojishusha na kujinyenyekeza kwao, lakini bado hawakuridhika. Wapo waliobeza kafara yake, wengine walimchukia tu kwa sababu ya wema wake, na wengine walikwenda mbali hadi kufikiri kuwa Yesu anastahili kuuawa. Wakaomba wafunguliwe jambazi Baraba ili mradi Yesu ahukumiwe kifo. Kama binadamu walishindwa kuridhika na wema wa Yesu, wewe je, utawafanyia nini ili waridhike? Hapa tunafundisha upendo, tunafundisha unyenyekevu na utii kama Biblia inavyofundisha. Lakini katika yote hayo usiache kuambatana na akili yako. Wakati Yesu anaagana na mitume waliokuwa wanafunzi wake, akiwatuma kusambaza Injili kwenye jamii zote za watu, aliwahusia haya. Soma Mathayo mlango ule wa 10 mstari wa 11, wa 12, wa 13, wa 14 na wa 16. Biblia inasema, na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba, isalimuni, na nyumba ile ikistahili amani yenu, na ifikirie la kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Mstari wa 14, na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. 16 anasema, angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Hapa zingatia sana maneno yaliyopo kwenye fungu la 16 yanayosema, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Hekima sio kukaa kimya tu. Hekima ni kujua saa ya kukaa kimya na saa ya kuzungumza. Kuna wakati hekima itakuambia kaa kimya, na kuna wakati itakuambia sema, na kusema kwenyewe itakuamuru useme nini. Hekima sio ujinga na unyenyekevu sio utumwa. Mahitaji ya ndugu, marafiki zako yataendelea kuwepo pale pale. Kwa hiyo usiwape sadaka ya kujimaliza. Wahudumie, ubakize mtaji, maana kesho wale wale uliowapa leo watahitaji uwape tena. Hawezi kutosheleza mahitaji yao yote. Fanya kwa kadri ya uwezo wako. Sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.